إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونهى الظلمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi na kumshukuru Allahu azza wa jalla juu ya neema ambazo anatuneemesha, sambamba na kumtakia rehma na amani kipenzi wa umma huu mtukufu Bwana Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam, na kuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha na kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwani Allah anazungumza ndani ya Qur'an, anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام inna Allaha kana alaykum raqiba. Watukufu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza ndani ya Qur'ani kwa kusema wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lilkhairi mu'tadin athim. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuyasoma maneno haya ya Allah jalla fi'ala, maneno ambayo yana ujumbe mzito kwa Bwana Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam, lakini maneno ambayo yana ujumbe mzito kwa wafuasi wa Bwana Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam. Maudhui ya khutba yetu ya leo, tutakumbushana katika mambo au miongoni mwa mambo ambayo ni mabaya sana Muislamu kuishi nayo, lakini pia mambo hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na Bwana Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam wametuamuru tuweze kujiepusha nayo. Afatul lisan
tutazungumzia maafa ya ulimi, maharibiko ya ulimi, makosa yatokanayo na ndimi zetu ambazo Allah jalla fi'ala ametumilikisha, pamoja na athari zake. Watukufu wa Islam, fa'alamu anna hifdha al-lisan min al-akhlaq al-hamida, tutambue na tuelewe ya kwamba kuhifadhi ulimi ni miongoni mwa tabia zilizokuwa nzuri, wa minasifati alhasana, bali ni miongoni mwa sifa zilizokuwa nzuri, sifa ambazo Muislamu yatakikana ajipambe nazo sifa hizo. Bimaana alla yatahaddatha illa bilkhair, kwa maana ya kwamba mwanadamu asizungumze neno isipokuwa neno hilo mpaka aone kuna manufaa ya kheri. Bimaana aepukane na maneno mabaya, maneno ambayo huenda ikawa ndiyo sababu ya yeye huyu mwanadamu kukosa radhi miongoni mwa radhi za Allah jalla fi'ala. Watukufu wa Islam, anna al-'abda mas'ulun an kulli lafdhin yakhruju min famihi, mwanadamu atambue ya kwamba ataja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama kutokamana na kila neno, kila tamko analolitamka kutoka katika kinywa chake, min haithu yusajjalu wa yuhasabu alayhi yawm al-qiyama, kwa sababu maneno anayoyazungumza mwanadamu huwa yanaandikwa na malaika wawili, lakini pia atakuja kuhesabiwa siku ya Kiyama ili alipwe kutokamana na vile ambavyo alizungumza duniani au alitenda alipokuwa katika ulimwengu wa kidunia. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza ndani ya Qur'an, anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki mwanadamu neno lolote atakalolitamka isipokuwa afahamu ya kwamba mwanadamu huyu ana malaika wawili. Malaika hawa kazi yao kubwa ni kuyaandika yale maneno unayoyatamka. Malaika hawa kazi yao kubwa ni kuyaandika yale matendo unayoyafanya kila yaumin, kila siku. Uje katika sura miongoni mwa sura za Qur'an, ndani ya suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema wa wudhi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah anatupigia picha ya siku ya Kiyama, siku ya kuhesabiwa amali zetu ambazo tutazifanya katika ulimwengu wa kidunia. Anasema wa wudhi'a alkitab, siku ya Kiyama litaletwa daftari la amali ambazo ulikuwa ukizifanya mwanadamu ulipokuwa duniani. Fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, kisha utawaona watu ambao ni waovu, waliomuasi Allah jalla fi'ala, watu ambao waliishi kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, mushfiqina mimma fihi, wakiwa wana hofu juu ya yale matendo ambayo yapo katika madaftari yao. Baada ya kuwa tayari limehudhurishwa daftari lako Muislamu, wayaqulun, na hawaja waovu ambao ni khaifina mimma fihi, wakiwa na hofu ya hali ya juu kutokamana na yale walioyatenda duniani yaliyoandikwa katika madaftari yao. Watasema ya wailatana, majuto yaliyoje siku ya leo, siku ni nzito. Mali hadha alkitab, kina nini hichi kitabu, lina nini hii daftari langu? La yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha, daftari ambalo halikuacha dhambi ndogo wala kubwa isipokuwa dhambi ile iliandikwa katika daftari. Rudi
katika suratul Isra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Allah anazungumza, anasema wa kulla insani, kila mtu, kila mwanadamu, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, tumembebesha amali zake katika shingo yake, kwa maana hakwepi. Wa nukhriju lahu yawma alqiyama, lakini itakapofika siku ya kiyama tutamtolea daftari lake, yalqahu manshura, daftari ambalo atalikuta likiwa limekunjuliwa mbele yake hadharani. Wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka, kisha huyu mwanadamu ataambiwa, mja wa Allah, iqra kitabaka, soma daftari lako, daftari la matendo yako uliyoyafanya duniani. Kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Ndugu zangu katika imani, mwanadamu atakapojua ya kwamba annahu muhasabun, kwamba yeye atakuja kuhesabiwa na Allah, an kulli lafdhin, kutokana na kila tamko analolitamka, basi atakuwa ni mwepesi wa kulinda ulimi wake. Hatamki neno lolote isipokuwa amefikiria hili neno ninalotamka lina madhara au lina faida mbele ya watu na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khamsun min afati lisan, mambo matano ni miongoni mwa maafa ya ulimi. Mambo matano ni miongoni mwa maangamio ya ndimi zetu wanadamu. Jambo la kwanza, annamima. Annamima, uchonganishi, kutofautisha kati ya mtu na mtu, kuwaletea fitna kati ya mtu na mtu. Annamima ni miongoni mwa maafa ya ulimi. Lakini jambo la pili, alghiba, kusengenya, kuwasema watu vibaya. Jambo la tatu, fudhulul kalam, kuzidisha maneno, kuzungumza pale ambapo hata hakuna haja ya kuzungumza, wewe unazungumza. Lakini jambo la nne, al-li'an, kulani. Na jambo la tano, dhul wajhain, jambo la tano ni mtu kuwa na nyuso mbili, kwa maana ni munafiki. Ndugu zangu katika imani, kutokana na wasaa ambao Allah jalla fi ula ametumilikisha kwa wakati huu, tutazungumzia annamima, uchonganishi, miongoni mwa maradhi yaliyokuwa makubwa katika mujitamaa. Annamima ni watu kuchonganishana. Ikhwatal imani, fa'alamu anna an-namimata min adh-dhunubi al-'azima, tutambue ya kwamba jambo la kwanza ambalo ni uchonganishi, kuleteana fitna, ni miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa mbele ya Allah jalla fi'ala, madhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha tusiweze kuyakurubia. Lakini pia Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ametutahadharisha kuweza kuepukana na gonjwa hilo hatari. Wanasema ni daun khabith, gonjwa lilokuwa baya sana kati ya jamii. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza katika Qur'an, anasema wala tuti' kulla halafin mahin, wala usimtii na kumfuata na kumuamini kila mtu ambaye ni halaf, kathirul half, yani ni mwingi wa kuapa ovyo. Anaapa ili watu wamsadikishe, ni kwa sababu yeye mwenyewe hajiamini ya kwamba maneno yangu nikizungumza watu wanaweza kuniamini au la. Wala tuti' kulla halafin mahin hamazin, wala usimtii mtu ambaye ni hamaz, anawasema watu vibaya, anawasengenya watu. Hamazin masha'in binamin, mtu ambaye anawafitinisha watu, anachochea fitna kati ya watu na kuleta uchunganishi. Ndugu zangu katika imani,
an-namam mutawaadun bi'adabi dukhuli aljanna, mtu ambaye ana sifa ya kuchonganisha watu, mtu ambaye ana sifa ya kutilia fitna kati ya watu, ameahidiwa na Allah jalla fi'ala ya kwamba annahu haramun an yadkhula aljanna, ni haramu yeye kuingia peponi, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubaya ulioje wa mtu kuwachonganisha watu. Wanazuoni wanaeleza maana ya annamima. Wanasema annamima hiya naqlul kalam min qaumin ila qaumin ala jihati al-ifsadi wash-sharri. Annamima, uchonganishi, ni mtu kuhamisha maneno kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine, ala jihati al-ifsad, kwa lengo la kuharibu mahusiano ya watu hawa wawili, wash-sharri, na kutengeneza shari. Mtu anatoka anachukua maneno huku anapeleka maneno kwa mtu fulani, lengo lake ni kuwaharibia watu hawa. Mtu anachukua maneno kwa mume kupeleka kwa mke, lengo lake ni kuiharibu hii ndoa, kuharibu mahusiano yaliyopo kati ya watu hawa wawili. Sasa mtu ambaye ana sifa ya kuwachonganisha watu, la yadkhulul janna, Mtume anasema hatoweza kuingia mtu peponi kwa sababu ya tabia yake hii mbaya na chafu katika mjitama. Sio hivyo tu, bali annamam min shirari alkhalq, mtu ambaye ana sifa ya kuwachonganisha watu ni miongoni mwa viumbe waliokuwa hatari, ni miongoni mwa viumbe waliokuwa wabaya katika jamii, kama ilivyokuja katika hadithi ya Imamu Ahmad, hadithi ya Abdurrahman. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza, anasema khiyaru ibadillah alladhina idha, watu ambao ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao idha ru'u dhukira Allah, pale ambapo watakapoonekanwa na watu, basi huwa ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutajwa, kutokana na takwa yao, uchamungu wao waliokuwa nao, kutokana na wema wao waliokuwa nao, huwa ndiyo sababu ya Allah jalla fi'ala kutajwa. Sasa hawa ni miongoni mwa waja ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawahesabu ni miongoni mwa waja waliokuwa bora. Lakini Mtume akasema washiraru, na watu ambao ni wabaya katika jamii ni wale ambao almashauna bin namima almufarriquna baina alahibba, ni watu ambao tabia yao ni kuwachonganisha watu, kuwatilia fitna watu. Almufarriquna baina alahibba, watu ambao wanawatofautisha watu, wanawafarakanisha kati ya mtu na mtu. Hawa ni miongoni mwa watu ambao ni wabaya sana. Watukufu wa Islamu walikwenda mbali na kwenda mbele zaidi. Maulama wakasema ya kwamba amalun namam adharru wa ashaddu min amali shaitan, kazi ambayo anaifanya mchonganishi, mtu ambaye anawatilia watu fitna, ni kazi ambayo ni mbaya zaidi, ni kazi ambayo ni hatari zaidi kulikoni kazi ya shaitani. Limadha? Wanasema fa inna shaitana ya'malu bil waswasa, shaitani kazi yake ni kuwatia wasiwasi watu. Lakini namam, mtu ambaye anawachonganisha watu, yakunu bil muwajaha, anakuja uso kwa uso, anakuelezea kana kwamba anakupa nasaha, anakuelezea uzuri wake aliyokuwa nao, lakini lengo lake tu ni kuwaharibia mahusiano yaliyopo kati yako na mtu mwingine. Ndio maana Imamu Hasan al-Basri rahimahullah alijiwa na mtu akaambiwa, ya imam, inna fulanan yatakallamu fika, faqala lahu. Sikiliza majibu ya Imamu Hasan al-Basri. Aliambiwa ya kwamba kuna mtu anasema kuhusiana na wewe, anazungumza maneno mabaya kuhusiana na wewe Imamu Hasan al-Basri. Imamu Hasan al-Basri akamwambia, ama wajada shaitanu rasulan ghairak, hivi shaitani hakupata mjumbe au mfuasi isipokuwa wewe? Wewe unaifanya kazi ya shaitani,
Hiyo ni kazi ya sheitani, tena huenda kazi ya sheitani ikawa ndogo kulikoni kazi ya mtu ambaye anawachonganisha kati ya mtu na mtu mwingine. Watukufu wa Islamu, tutambue ya kwamba mtu ambaye ana tabia ya kuwachonganisha watu ni muadhabun fi qabrihi qabla yaum alqiyama, anaadhibiwa, ataadhibiwa katika kabri lake kabla ya kuadhibiwa siku ya Kiyama. Yachukue maneno ya Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu katika hadithi yake, anazungumza, anasema yawman min al-ayyam marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqabrayn, siku moja bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipita makaburini, akakuta makaburi mawili. Alipoyakuta makaburi yale mawili, akazungumza maneno ambayo maswahaba walishangaa, akawaambia ya kwamba innahuma yu'adhaban wama yu'adhabani fi kabirin bala innahu kabir. Akawaambia bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hakika watu waliomo ndani ya makaburi yale mawili wanaadhibiwa hivi sasa ndani ya makaburi yao. Akawaambia wama yu'adhabani fi kabirin, hawaadhibiwi katika jambo ambalo ni kubwa. Kisha akasema bala innahu kabir, lakini tambueni hilo jambo ni kubwa mbele ya Allah jalla fi'ala. Mtume akazungumza akasema, amma ahaduhuma, mmoja wao kati ya watu wale wawili, fakana yamshi bin namima, ilikuwa kazi yake kubwa na maisha yake yote ni kuwachonganisha watu. Yufarriquna baina al-ahibba, anawafarakanisha kati ya wapendanao wawili, anawatofautisha kati ya ndugu na ndugu. Ndio maana anaadhibiwa katika kaburi lake. Wa amma al-akhar fakana la yastatiru an bawlihi, mtu mwingine katika wale watu wawili alikuwa hajistiri kutokana na mkojo, anavyojisaidia haja yake mkojo wake unarudi katika mavazi yake. Lakini tizama huyu mtu wa kwanza, sababu ya kuadhibiwa kwake sio siku ya Kiyama, yupo katika kaburi lake anasubiri hukumu ya Allah jalla fi'ala. Yu'adhabu fi qabrihi, anaadhibiwa katika kaburi lake kwa sababu yeye kazi yake ilikuwa ni kuwafitinisha na kuwachonganisha watu. Ndugu zangu katika imani, mtu mwenye tabia ya kuchonganisha watu anaweza kuharibu jamii yote kwa saa moja tu. Anaharibu jamii, anaharibu mahusiano ya jamii, mahusiano kati ya mtu na mtu. Ni mara ngapi umesikia ndoa za watu zinavunjika? Ukifuatilia unakuta sababu ni ya uchonganishi tu, haina ukweli. Lakini ni mara ngapi wanaume wanatoa talaka kwa wake zao kwa sababu ya uchonganishi? Ni mara ngapi wafanyakazi hawaelewani na mabosi zao kwa sababu ya uchonganishi? Mtu anamharibia mtu kazi yake. Lakini wewe mwenye tabia kama hii, andaa majibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utakwenda kumjibu Allah tabaraka wa ta'ala, kwa nini ulileta uchonganishi kati ya mtu na bosi wake? Kwa nini uliwatofautisha kati ya mme na mke? Kwa nini uliharibu mahusiano ya marafiki? Marafiki walikuwa wakishikamana vizuri, wanapendana, wanafanya kazi zao pamoja, lakini kwa kuingia kwako wewe unawachonganisha watu, inakuwa ni sababu ya kufarikiana na kuwa tofauti kati ya watu hawa wawili. Andaa majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu lakum ma tasma'un, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Watukufu wa Islam, na kuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazungumzia min afati lisan, miongoni mwa maafa ya ulimi,
miongoni mwa makosa yatokanayo na ulimi, tukasema yako mengi, lakini miongoni mwa hayo ni annamima, uchonganishi kati ya mtu na mtu. Ndugu zangu katika imani, maadamu tupo hai, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa pumzi, basi turudi tukayarekebishe yale ambayo tulimkosea Allah, lakini na yale ambayo tuliwakosea watu, tuliwachonganisha watu wakawa hawaelewani. Tuelewe ya kwamba tuna wajibu wa kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili siku ya kiyama madaftari yetu tupokee yakiwa yako salama salimini, na sio kujuta kama ambavyo tumeona hapo mwanzo. Watukufu wa Islamu, wanazuoni hawakutuacha hivyo hivyo, wakatuelezea mambo ya kuyafanya mtu ambaye tayari anakuwa ameletewa maneno ya uchonganishi. Al-Imamu Dhahabiyu rahimahullahu ta'ala alayhi anazungumza, anasema kullu man humilat ilayhi namima wa qila lahu qala fulanun fika kadha wa kadha lazimahu 6 ahwali. Kila ambaye ataletewa maneno ya uchonganishi, akaambiwa bwana, mtu fulani anakuzungumzia vibaya, mtu fulani anasema wewe ni mwizi, mtu fulani anasema wewe ni jambazi, mtu fulani anasema wewe mzinifu, mtu fulani anasema kadha wa kadha, basi inamuwajibikia huyu mtu kushikamana na mambo 6 katika wakati kama ule. Jambo la kwanza wanasema alla yusaddiqahu, asimuamini kwa yale anayoyasema. Limadha? Kwa sababu gani? Liannahu namamun fasiqun kadhibun, kwa sababu huyu mtu ni mchonganishi tu. Namjua kazi yake ni kuchonganisha watu, kuwafanya watu wakawa hawaelewani. Kwa hiyo jambo la kwanza, ukiletewa mambo ya uchonganishi usiswadikishe, usiamini. Lakini jambo la pili, umpe nasaha yule mtu ambaye amekuletea huo uchonganishi. An yanhahu an dhalik, umzuie na kumkataza kwa kumpa nasaha, bwana ili jambo halifai, mambo ya uchonganishi Allah amekataza, mtume anasema la yadkhulul jannata namam, maneno mafupi ambayo yako wazi kabisa. Umpe nasaha huyu mtu. Lakini jambo la tatu, ayubghidhahu fillah, umchukie kwa ajili ya Allah. Ni wajibu, inaruhusiwa katika dini kumchukia mtu kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah jalla fi'ala. Hili ni jambo la tatu. Ama jambo la 4, usidhani ya kwamba yale maneno ambayo umeletewa yakawa na ukweli ndani yake. Usiwe na dhana hiyo. Ijtanibu kathiran minadh-dhann, jiepusheni na wingi wa kudhani. Lakini jambo la 5, utakapokuwa umeletewa maneno ya uchonganishi, isikupelekee wewe kuanza kutafuta hivi kweli amesema au hakusema. Unaweza ukatafuta na hayo yakaibua mambo makubwa zaidi ya hayo. Salama yako wewe ni kukataa, kuachana na hayo mambo, kuto kuyatafuta ukweli wake uko sehemu gani, ni kuyapuuza tu, kuto kuyafanyia kazi. Hapo mambo yako yanaweza kwenda vizuri. Lakini jambo la 6, usiridhike tu kwamba mimi nimemkataza huyu, jambo hili ni baya. Ndiyo umemkataza, lakini na wewe usitoke ukaenda kumwambia mtu fulani, bwana mtu fulani kaniambia fulani kasema kuhusu mimi kitu fulani. Haya ni mambo 6 ambayo ukiletewa uchonganishi inatakiwa unayatizama kwa umakini. Ni wangapi katika watu hawaelewani kwa sababu ya kuyabeba maneno kama walivyoyasikia? Naambiwa mtu fulani amesema kuhusu wewe hivi na hivi, mtu anasema amesema hivi, na huyu ni ndugu yangu, rafiki yangu. Pale uadui unaingia. Kwa hiyo uchonganishi unazalisha uadui katika jamii. Uchonganishi unazalisha bughdha, watu wakawa hawapendani mpaka watu wanafikia kukata udugu. Anasema mtu nikifa usisogelee katika kaburi langu wala katika jeneza langu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hizi zote ni hatari za mtu mchonganishi.
ambaye anawatofautisha watu wakawa hawaelewani, aelewe ya kwamba yaumal qiyama, siku ya kiyama, daftari lake ataonyeshwa hadharani, atayaona yale aliyokuwa akiyafanya. Yauma tubila sarair, siku ambayo siri za waja zitawekwa wazi. Utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanasema kwa majuto ya hali ya juu, mali hadha alkitab, kitabu hichi, daftari hili lina nini? Mbona yani jambo ambalo lilifanya kwa macho unaliona ni dogo, lakini kutofautisha kati ya mtu na mtu ni jambo kubwa sana. Kuwatofautisha watu wanaoelewana, kuwachunganisha watu na watu fulani wanaoelewana ni jambo kubwa, tena ni baya sana mbele ya Allah jalla fi'ala. Ndio maana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema, la yadkhulul jannata namam, hatoingia peponi mtu ambaye anawachunganisha watu. Kama mtu haingii peponi, anaingia wapi? Anaingia katika moto wa Allah jalla fi'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru na shari za kila watu ambao wenye kuleta fitna katika jamii. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya dhal jalali wal ikram. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.